كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa ni ada yake anapomaliza kuzika kama hivi, anawaambia Waislamu, muombeeni maghfira ndugu yenu na muombeeni kauli thabit, kwa sababu yeye hivi sasa anaulizwa. Katika imani ya Kiislamu iliyo sahihi kabisa ni kwamba mtu au mayit akishawekwa katika kabri yake na watu wakimaliza kuzika, wanakuja malaika kwa ajili ya kumuuliza maswali. Sasa sisi tunaofanya kazi hii ya kuzika ndugu zake ambao tuko juu ya ardhi, nafasi yetu sasa hivi ni kumwomba Allah jalla wa ala amsamehe makosa yake na ampe kauli thabit. Kwa fursa hii tumepewa na tunatakiwa sasa hivi tuitumie. Unaweza kusema Allahumma ighfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit kwa Kiarabu kama waweza. Kama huwezi, basi wewe omba tu kwa lugha yako, ewe Allah msamehe huyu na mpe kauli thabit. Kwa itumie fursa hii kwa ajili ya jambo hili, na sote tunaweza sisi. Pengine Allah jalla wa ala akamsamehe makosa yake na akampa kauli thabiti kwa dua zetu njema. Naam, na hii ndio ilikuwa mila na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waislamu tunatakiwa tupate masomo au tupate darsa kupitia amali kama hizi. Kwanza, huu ni msiba na ni mtihani kwa wanadamu, kwa sababu kuondoka nafsi katika ardhi hii si jambo dogo. Pengine unaweza kuliona ni jambo dogo kwa sababu hakuhusu yeye, lakini ni kumbukumbu kwa wewe kwamba na wewe pia kama mwanadamu hali kama hii itakukuta. Hebu tasawwar hali kama hii, wewe uko nyumbani kwako, walala mahali pazuri, unakula vizuri au hivyo hivyo, lakini waishi, una wenzako na jamaa zako, marafiki zako, natokea ghafla tu watolewa pale ulipopazoea, waletwa mahali kama hapa. Hebu angalia haya mazingira yalivyo. Ni mazingira magumu sana kwa watu ambao hawakumwamini Allah jalla wa ala, kwa sababu unafukiwa mahali hapa, alafu sisi tunaondoka na hatutaonana tena hapa sasa hivi mpaka kiyama. Hatujui ni lini, ni siri ya Allah jalla wa ala. Kwa tumeviacha vitu vyetu vyote, tumekuwa katika makaburi, na si mtu mmoja, si watu wawili. Ukijiangalia wewe kwenye familia yako utakuta kuna watu wengi tu umewakosa, wameondoka hapa duniani. Shida haiko kwenye kuondoka. Umeondokaje? Umekaa na wenzako maskani, mmezungumza vizuri, mmefanya mliyofanya, mmeishi, lakini umeondoka. Waondokaje hapa duniani? Kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya maisha haya? Kama ikiwa wewe kweli ni muumini, waamini kwamba kuna malipo mbele ya Allah jalla wa ala na kuna kufufuliwa, na hapa kaburini pana mtihani, wewe umejiandaa kwa lipi katika amali unazozifanya? Huko kuzungumza kutaisha, kupumua kutaisha, raha na starehe zitaisha, utakuja kukaa mahali hapa. Nini umetanguliza kwa ajili ya maisha yako ya kesho? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Nafsi itazame imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Kesho panapokusudiwa ni kiyama, lakini kiyama cha kwanza kabisa ni kifo. Faman mata qamat qiyamatu, yule ambaye amekufa kiyama chake kimesimama, anasubiri alqiyamatul kubra, siku kufufuliwa watu. Sasa umetanguliza nini kwa ajili ya kesho yako ya kifo na kwa ajili ya kesho yako ya huko siku ya kiyama? Hili ni jambo la kutafakari na ni somo kwetu. Kwa hiyo yale makosa yanayotokea wanadamu kibinadamu, basi misiba kama hii na matukio kama haya yawe yanatushtua na kutuzundusha kurudi nyuma, kuacha uovu tuliokuwa nao na kurudi kwa Allah jalla wa ala. Lakini pia jambo jingine ambalo ni somo, lazima tuambiane, utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa hivi katika mazishi. Kwa sababu kuna watu wengine wakwambia, maiti amekwenda kutupwa bwana, katupwa kabisa bwana. Katupwa vipi? Hakuoshwa? Ameoshwa. Ametiwa kwenye sanda? Ndio. Ameswaliwa? Amezikwa? Sasa katupwa vipi? Kwa sababu ana mambo yake anayoyaamini hayakufanyika.
Sasa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wote wanakubaliana kwamba mayit anapotolewa nyumbani mpaka anapofika kaburini, Waislamu wote au watu wote wanaofuata jeneza wanatakiwa wawe wako kimya. Haya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ijtihadi za wanawachuoni zimekuja, wanasema kwa sababu watu wanapokwenda kuzika wanazungumza, wengine wazungumza mpira, wengine wazungumza ngumi, wengine wazungumza hivi, mambo mengine ya kipuuzi. Kwa hiyo tumeweka hii la ilaha illallah ili tuwazuie watu wasizungumze. Swali, watu wazungumza hawazungumzi na hiyo la ilaha illallah iko watu wazungumza vile vile. Sasa utaratibu, kumbe watu watakiwa waende kimya, wafikirie mauti. Sasa watu watakiwa waambiwe kwamba jamani, twendeni tukazike kimya. Mbona kwenye swala hawazungumzi? Si watu ni mabingwa wa kusema maskani, mbona ndani ya swala akaa kimya? Anachokizungumza yeye ni zile adhkari zinazoletwa alizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kimya kabisa. Ni kwa sababu washafundishwa kwamba ukizungumza maneno yako ya kilimwengu swala yako inabatilika. Kwa hiyo pia vile vile ukizungumza wakati wa kufuata jeneza wapata madhambi, watakiwa waende kimya. Basi watu wote wangekaa kimya kwamba huu ndio utaratibu, tunakwenda kimya kuzika. Si kwamba ni jambo limepangwa na watu fulani, la, hili jambo la kuleta hayo maneno ndio limepangwa na watu fulani, lakini hili la kwenda kimya ndio la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekuja kuzika hapa kwenye kaburi, kazi inayofanyika ni mashepe tu ya mwaga mchanga, ndio kazi inatakiwa ifanyike, na watu wote wakiwa wako kimya wakitafakari jambo hili, na sio kuzungumza huko mambo mengine. Huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomaliza kuzika anawaambia watu wake, muombeeni msamaha ndugu yenu, kwa sababu hivi sasa anaulizwa. Huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hatuutaki utaratibu huo, tuna utaratibu wetu sisi. Sasa wewe kama una yako uliyachagua, usiseme kwamba katupwa vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatupa jamaa zake. Yaani nataka kutuambia kwamba mazishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayana utu, hayana ubinadamu, hayazingatii, kwa sababu watu walikuwa wakitupwa. Na watu walikuwa hawatupwi. Ndio utaratibu uliowekwa kwamba tunakwenda kuzika Kiislamu. Sisi Kiislamu twazika hivi, na ndio maana mazishi yetu sisi hayana ngoma wala hayana moto wala hayana kadha wala hayana kengele. Hatuendi na ngoma wala kengele wala moto, sio utaratibu wetu. Wala hatujumuiki si wake na wanaume mahali pamoja, la, kwa sababu tuna mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana yule anayemlaza maiti pale anasema pale, bismillah wa ala millati rasulillah, na mlaza huyu kwa jina la Allah na kwa mila ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa inawezekana tukawa tuna makabila yetu na mila zao. Ukishakubali Uislamu, achana na mila za kabila lako. Hapa si mahali pa mila wala desturi wala utamaduni. Hapa ni mahali pa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na lau kama tutasimama katika msimamo aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yetu, wala hakuna mizozo wala hakuna haja ya kuchukiana. Lakini twapenda sisi haya mambo tuyageuza kuleta kinyume, na mizozo inakuwa ni mingi. Najua haitaisha, lakini lazima tuambiane, na fursa ndio kama hizi. Kwa watu wabadilike. Kubadilika kwenyewe ni kufuata utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kikubwa zaidi bado nasisitiza kile nilichokisitiza kule, hebu tuwe na utaratibu wa kuwasalia maiti zetu. Tuonee huruma. Wewe vipi unafiwa na kaka yako, baba yako au mtoto wako? Waislamu wamesimama mswali, yetu umekaa pembeni, wewe wajifanya bwana mkubwa kabisa, wewe hujali. Hii si sawa, si katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja katika sisi anayo nafasi ya kumwombea maiti kupitia swala yake, kupitia dua katika swala. Vipi leo watu wengine, kundi kubwa, utakuta labda pengine nusu au robo ndio wanaoswalia, wengine wote wamekaa hawana shughuli. Hamna haya jamaa, hamuoni haya? Basi nyinyi wenyewe mtaki kuja kuswali, maiti zenu pia hamwaswali. Sasa huo si utaratibu wa sawa. Hebu badilikeni basi. Alafu sema maiti pale, mimi sikusikia hivyo bwana, na maiti katupwa bali wewe uliswalia. Sio jambo la wajibu. Lau kama katika mji maiti kama hivi hakuswaliwa, mji mzima upata madhambi, sote tutapata madhambi. Kwa sababu kwa nini maiti wa Kiislamu hakuswaliwa?
Kwa hiyo tubadilikeni, tufuate utaratibu ili hata maiti zetu wanufaike, na pia tuna utaratibu wa kuwaombea ndugu zetu na maiti zetu kila wakati. Msisubiri mfungo 3, msimu mfungo ngapi, tusisubiri hayo. Hawa ni ndugu zetu, wametangulia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwenye swala zetu na dua zetu tuwaombee kwa Allah, Allah awape maghfira na rahma katika makaburi yao, yawe ni bustani katika bustani za peponi, wala yasiwe ni mashimo ya motoni. Ndio utaratibu wa Kiislamu. Walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Na unapomwambia ndugu yako dua, na wewe malaika wanaitikia, wanasema Rabbi, mpe na yeye mfano wa hivyo. Kwa mimi nitakuwa nimemaliza, nimefika mwisho wa maneno yangu na nasaha zangu hizo. Allah amsamehe dada yetu, ndugu yetu huyu, amsamehe makosa yake na ampe kauli iliyo thabit, ayajibu maswali atakayoulizwa kwa ufasaha kabisa bila kutetereka, kwa sababu mawqifu ni kubwa, wal amru jalal. Nasallallahu al-afiyah was salama. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.